Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Hamadi Yusuf Masauni amewataka vijana kuendelea kulinda na kuenzi Muungano wa Tanzania, huku akisisitiza kuwa Muungano ni tunu na nguzo muhimu ya taifa. Ameyasema hayo katika kongamano la elimu ya Muungano kwa wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu Zanzibar, lililofanyika katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein, Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja. Mheshimiwa Masauni amesema ni wajibu wa kila kijana kushiriki kikamilifu katika kulinda, kudumisha na kuenzi Muungano, kwani ndio msingi wa amani, umoja, mshikamano wa Tanzania. Ameeleza kuwa Muungano sasa umeendelea kuwa chachu wa maendeleo kwa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano. Wake baada ya Zanzibar kuungana, majaribio haya yalishindikana mpaka leo, toka tumefanikiwa kupindua mwaka 64, bado mapinduzi haya yanadumu mpaka leo hivi, na matunda yake nyinyi mnaendelea kuyafaidi. Kwa hiyo swala la amani ni swala la msingi sana katika Muungano, na hizi nchi ambazo ziliungana zilikuwa katika amani, na nyingine ndogo ndogo kama zetu, baada ya kuvurugana kutoka kwenye Muungano kwa kuamini kwamba kutoka kwenye Muungano na chokochoko za baadhi ya wanasiasa kwamba watakuwa na maisha mazuri zaidi, matokeo yake hakubaliki. Matokeo yake amani ipo. Mfano Eritrea na Ethiopia zilikuwa nchi moja, Sudan Kusini na Sudan Kaskazini zilikuwa nchi moja. Sasa hivi hakuna utulivu, mifano iko mingi. Kwa hiyo swala la amani, umoja, mshikamano, utulivu wa nchi ni jambo moja muhimu sana. Bila hiyo leo msingekuwepo hapa. Kuna nchi watu wamekaa hivi, wanafunzi huko zinapigwa risasi huko nje, nasikia kutakalika hapa, kutaendeka chuoni, kutasomeka, hakuwezi kufanyika chochote na maendeleo hayatakuwepo. Kwa hili ni jambo ambalo lazima vijana mjue kwamba msingi wa amani na utulivu wa nchi yetu ni Muungano wetu, na mhakikishe mnalinda kwa wivu wote Muungano huu ili kulinda amani yenu nyinyi, watoto wenu na wajukuu wenu, kama ambavyo nyinyi mmeachiwa na wazazi wenu, ambayo inaweza kutenganisha Mzanzibari na Mtanzania bara. Kihistoria ni watu wamoja, ndugu wa damu, na Muungano huu umekuja kuendeleza tu, kurasimisha. Wangu kwenu vijana ni kuulinda Muungano na kukuza uzalendo. Vijana wa Tanzania, ikiwa mliopo hapa, nyinyi ndio nguvu, nyinyi ndio akili, nyinyi ndio matumaini ya taifa letu. Mlicho nacho ni zaidi ya elimu mnayopata. Ni wajibu wenu kuhakikisha urithi na amani, umoja, upendo tulioachiwa na waasisi wetu wa taifa unaendelea kudumu. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, Dr. Islam Salum, amesema kongamano hilo limetoa fursa pana kwa vijana kujifunza, kujadili na kuelewa kwa kina historia, mafanikio na changamoto za Muungano, huku akitoa wito kwao kuendelea kuwa mabalozi wazuri wa kuenzi na kulinda Muungano. Vilevile, kongamano hili litatupa fursa au picha halisi ya utambulisho wetu, amani yetu na mustakabali wa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama alivyotangulia kusema kwamba jukwaa hili ni muhimu sana katika nyanja mbalimbali, hususan katika kuimarisha utambulisho wa kitaifa na uzalendo kwa ujumla wake. Na kongamano hili vile vile hutumika kama kitambulisho cha msingi cha taifa letu na fursa ya kurithi historia kwa vijana na vizazi vipya. Jukwaa hili vile vile litatoa fursa ya kutathmini mafanikio na changamoto. Kama tunavyofahamu, Muungano ni mchakato unaoendelea. Hivyo kongamano hili litatoa fursa ya kutathmini kwa kiasi gani malengo yaliyokusudiwa katika Muungano huu yamefikiwa. Mfano, masuala ya amani, usalama na mengineyo, na mengi tunaweza tukasikia kutoka kwa watu wa mada wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Muungano vile vile umefungua fursa nyingi za kibiashara
ambazo makongamano kama haya hupata fursa ya kujadili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyotangulia kusema kwamba jukumu langu la hapa ilikuwa ni kukaribisha wewe, lakini nitoke na nasaha moja kwa vijana ambao wameshiriki katika kongamano hili, kwamba na hili tuwe nalo katika mazingatio ya maisha yetu ya kila siku ndani ya Muungano, ni kwamba nguvu yetu ipo kwenye umoja wetu. Mapungufu madogo madogo yasitufanye tusahau faida kubwa tunazozipata kwa kuwa wamoja. Nao washiriki wa kongamano hilo Hadija Zaidi Haji kutoka chuo cha Empire College pamoja na Juma Omari Mkwede, rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Zanzibar, wamesema kuwa wamenufaika kupitia kongamano hilo kwa kupata kujua mambo mbalimbali katika Muungano. Nimefarajika sana na nimejua faida za Muungano. Kwanza, faida ya kwanza, kama mimi kijana natakiwa zaidi, yani faida iliyopatikana kutokana na Muungano ni kwamba Muungano huu umeimarisha umoja na usalama, yani umoja na mshikamano wa nchi hizo mbili zilizoungana kati ya Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo kutokana na nchi moja ya Tanzania tumepata ulinzi na usalama, yani kumejengwa jeshi ambalo ni JWTZ, kwa kirefu chake ni jeshi la wananchi wa Tanzania, ambalo kwa pamoja jeshi hilo lina nguvu ya kuweza kulinda mipaka yote ya nchi hizi mbili, Zanzibar pamoja na Tanganyika au Tanzania kwa ujumla. Faida nyingine iliyopatikana na huu Muungano, labda tumepata maendeleo ya kiuchumi na kidemokrasia. Kivipi? Kwamba tumeona kwamba kuna soko huru ama kuna mwingiliano wa biashara kutoka Zanzibar, na vile vile kuna soko kubwa kutoka Tanzania bara kwenda Zanzibar. Kwa hiyo imeleta maana yake ule ushirikiano na umoja katika biashara, ili kusudi kuweza kukuza kipato cha nchi hii. Kizungumzia katika muktadha wa kielimu, tuna imani kwamba wataalamu kutoka katika kada mbalimbali ndio ambao wanakwenda kuhakikisha kwamba serikali inapata watu imara, serikali inakwenda kujivunia juu ya vijana hawa. Lakini Muungano huu unatufundisha na kuturejesha nyuma katika historia ambayo tulikuwa nayo Zanzibar na Tanzania bara. Hii inaonyesha dhahiri kwamba sisi ni wamoja, lakini sio wamoja tu, hata katika ngazi za kielimu tunaweza kushirikiana, na ndio maana kuna vyuo vikuu ambavyo watu wanatoka katika maeneo tofauti tofauti na kuja kujifunza hapa Zanzibar, na Wazanzibar wanakwenda kujifunza Tanzania bara. Na jambo jingine ambalo tumeweza kujifunza katika siku ya leo kwenye kongamano hili ni juu ya kwamba uzalendo ni jambo la msingi sana. Pale ambapo tutakuwa na uzalendo wa kweli, tutahakikisha kwamba tunapata amani katika taifa letu na si migogoro, kwa sababu Muungano upo kwa ajili ya kutuunganisha. Kuna fursa mbalimbali kiuchumi, kijamii, kielimu. Hizi ndio ambazo zinakwenda kutathmini Muungano, tija ya Muungano. Kuna umuhimu wa kuendelea kuwa na mshikamano huu. Maana yake hili ni jibu sahihi kwamba mpaka leo tupo hapa ni ushirikishwaji mzuri, na tunaona matunda ya Muungano, namna gani tunakwenda kulinda maslahi ya taifa letu kutoka pande zote mbili. Nikiripoti, mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.